Greetings. Karibuni tena watu wa Mungu kwa somo la leo. Ikiwa leo ni siku ya Jumatatu, tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025. Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ametuleta mbali. Tukiwa tumesalia na miezi miwili kukamilisha mwaka huu kwa uweza wa Mungu. Somo letu la leo, kichwa kitasema depending on God in all circumstances, kumtegemea Mungu kwa hali zote. Nikiwa Mkenya, sina budi kusema kuwa maziko ya kiongozi wa upinzani nchini Mzee Raila Amolo Odinga kulileta huzuni kwa wengi, hasa walioweka tumaini lao kwake kwa upande wa kisiasa. Nami nasema pole waliopoteza wapendwa wao, ikiwemo familia hii ya Mzee Raila. Mungu awatie nguvu kwa matokeo hayo. Watu wa Mungu, ni vyema tujifunze kwa matokeo yanayotokea katika maisha yetu hapa duniani. Ni vyema tuweze kupanua fikra na mawazo yetu kwa neno la Mungu kwa hali hizi ambazo huenda tunazitazama. Weka imani kwake hata hali inapoonekana kuwa ngumu. Tusiache kuweka imani kwa Mungu na tusitoe imani yetu kwa Mungu kwa sababu ya changamoto ama mitihani tunayopatana nayo. Tutaongozwa na kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2. Biblia inasema, wala msiufuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hapa maandiko yanatuagiza ya kwamba kujua hakika mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Pia tufahamu kuwa tunapoweka tumaini kwa Mungu, inatupasa tuishi kwa matendo yanayompendeza, kwa sababu Mungu wetu ni mtakatifu. Hivyo basi nasi tunastahili kuishi ndani ya mkondo huu wa utakatifu, tukisaidiwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu hatuwezi sisi wenyewe kuyafanya yaliyo mema, bali kuna msukumo wa kiroho ambao unatusaidia. Hata hizi hatua tunazochukua za kuhubiri injili hii ni Roho ya Mungu inayotusaidia katika mito ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Wengi husema haiwezekani mwanadamu kutembea kwa wema, lakini mtu wa Mungu, maandiko yanasema hakuna tunaloweza ila tuyafanya mambo yote kwa uweza wa Mungu. Tukiangalia kitabu cha Wakorintho wa pili 7:1. Wakorintho wa pili 7:1. Biblia inatuambia hivi: basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. So hapa tunapotaka kwamba Mungu, Roho ya Mungu ituongoze, ni lazima tuweze kuacha njia ziletao uchafu ndani, uchafu wa mwili na uchafu wa roho. Basi maandiko haya nafikiri yako wazi tu. Tusijilinganishe na mambo ya dunia. Japokuwa tuko duniani, tusiyafanye yale ambayo dunia inatuonyesha. Hapo ndipo tutajenga ukaribu wetu na Mungu. Dhambi huweka mwanadamu mbali na Mungu. Tegemeo letu liwe kwa Mungu.
ni vizuri tuweke tegemeo kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Na kusudi tuweze kuepuka laana, inastahili tumtegemee Mwenyezi Mungu. Tukio lolote lile ambalo linatukujia, japokuwa huenda matukio mengine ni ya kuleta huzuni, lakini basi tunafaa tumkimbilie Mungu. Katika mafundisho yangu hapo nyuma nilisema kwamba tunastahili kupata mwongozo wa rais wa nchi, atupatie hatua ya kwamba tunastahili kufunga. Tukikumbuka yaliyotokea wakati alikuwa ni Jona wakati alikuwa ametumwa na Mungu aende katika nchi fulani. Jona alijua kwamba Mungu ni wa msamaha. Kitabu cha ni Jona, nafikiri ni Yona. Aliambiwa aende kule akaenda akahubiri injili ya kuonya watu wale kwa matendo yao, kwa sababu Mungu alikuwa amesema kwamba maovu yao yamefika katika mbingu na Mungu ameachilia hukumu kwa nchi ile. Lakini kabla hajaachilia hukumu, ilikuwa ni lazima atume mtu aende akapeleka ujumbe, huenda watu hao wakakombolewa. Basi kwa hivyo alipoenda kule katika hiyo nchi, akajikuta amejiendea kule, kwa sababu alikuwa amekataa, anataka kukimbia, akamezwa na samaki, akaenda akajikuta kwamba samaki imemtapika katika nchi ile. Nchi ile ilikuwa inaitwa Nineva. Sasa pale wale watu wa ile nchi, mfalme wa ile nchi alipopata ujumbe huu mzito kutoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwa huyu mtumishi wake, unajua alipotemwa pale alionekana kana kwamba ni miungu, maana watu walimshangaa, na basi watu wakaweza kumsikia. Na alipo mfalme wa nchi ile akasema kwamba watu wachukue mfungo, wavae mavazi ya magunia, na kwa siku kadhaa, ilikuwa wamehesabiwa siku kadhaa, waweze kufunga na kuomba Mungu msamaha. Na hapo na kila mwanadamu akaambiwa asifanye kazi yoyote. Na kwa hakika Mwenyezi Mungu akabatilisha ile hatua alikuwa ametaka kuifanya katika nchi ile ya Nineva. Alikuwa anataka kuangamiza wale watu, lakini kwa sababu ya hatua ambayo mfalme wa nchi ile alichukua, basi jambo lile likabadilika. Ndio hivyo basi nilikuwa nimeagiza jambo hili, rais, ujumbe huu mfikie rais wetu wa nchi apate kuangalia hizo hatua, kwa sababu tukiangalia saa hizi kiongozi huyu wa siasa ambaye amewekwa mazikoni, amewekwa mchangani siku ya jana tarehe 19, kutakuwa na msukosuko sana wa kisiasa katika nchi ya Kenya. Kutakuwa na msukosuko ambao ni Mungu anatusaidia tukimuomba, lakini tukienda tukizingatia tu masuala yetu ya ubabe, masuala yetu ya fedha tulizonazo na mafikra za kibinadamu, basi hatutapata suluhisho, bali tutaendelea kupata matatizo tu. Ila ni ombi langu kwamba tumtegemee Mungu, turudi kwa Mungu, atatusaidia. Yeye ni mwaminifu na anaweza wa kutusaidia kwa hali zote. Basi mtu wa Mungu, nashukuru sana. Nashukuru sana kwa sababu ninajua kwamba wewe ambaye umepata kibali cha kusikiza ujumbe huu, nawe utakuwa mwepesi wa kuacha kutegemea mwanadamu, bali utakimbilia Mungu, kwa sababu tegemeo la Mungu halina mwisho, na Mungu wetu ni mwaminifu. Ukimtegemea na ukitembea kwa njia nzuri, njia zake kulingana na maandiko na mafundisho tunayoyapata katika maandiko, basi utajikuta kwamba Mungu anakupigania hali zako katika uzito ulionao, katika yale ambayo unahitaji Mungu akutendee. Atakuwa mwepesi wa kuja na kukujibu. Ni bora kuzingatia swala kama hili. Ni bora kuamini ya kwamba amtegemeaye mwanadamu ni amelaaniwa. Mtu wa Mungu, nashukuru kwa sababu mara nyingi mimi nikiwa katika mtihani fulani hapa na pale, nimeona nikimkimbilia Mungu, Mungu unipatianga mkondo, unipatianga njia ya kupata suluhisho. Na hivi basi ninajenga ile tumaini langu kwake, naendelea kulijenga ile tumaini kwake, kwa sababu ninapoomba na Mungu anaponijibu, huenda saa nyingine akakawia, lakini baada ya muda ataweza kunijibu. Na anapojibu, basi nami nakuwa na hali ya kwamba sitaacha kumtafuta, sitaacha kumuomba, na nikiomba Roho Mtakatifu inisaidie nisiingie katika njia zilizo mbaya na kuweza kupata kukosana kupata kukosana na huyu Mungu, kwa sababu kama vile nimesema ya kwamba dhambi husababisha sisi kuwa mbali na yeye. Madhambi ni jambo ambalo ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Mungu hupenda mtu anayetembea kwa wema. Basi tukiwatazama
watu kama akina Ayubu, Yusufu, Shadrach, Meshach na Abednego, tunakuta kuona kwamba watu hawa japokuwa walipitia magumu, walipitia mambo mazito, kama vile Yusufu alipouzwa na ndugu zake kule Misri. Basi hali hii ilikuwa ngumu kwake, lakini hakujaachilia kuingia katika dhambi. Hata wakati mmoja akiwa ameingia katika jaribu la mke wa Potifa, akashinda lile jaribu. Hivyo ndio maana anasema ya kwamba tukitembea kwa wema wa Mungu, Mungu hutulinda na hutukinga katika hali zile mbaya ambazo shetani aliziandaa mbele zetu. Yuko mtu kama Ayubu ambaye alikuwa katika hali mbaya sana ya magonjwa, na kwa hakika Biblia inatuambia kwamba ilikuwa ni jaribio la shetani kuweza kumfanya Ayubu kuacha njia za Mungu. Lakini Ayubu naye, kwa sababu alikuwa amekata kauli kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa hali zote, japokuwa kulikuwa na ushawishi mwingi ya kwamba amkane Mungu aweze kufa, lakini Ayubu alikataa kufuata njia hizo na kabaki kumwomba Mungu. Kama ni Mungu ameachilia jambo hili, basi yeye ana uwezo wa kuliondoa. Wapo watu kama kina Shadrach, Meshach na Abednego ambao wakati ule katika nchi ya Babiloni wa mfalme alikuwa anataka kuangamiza kwa sababu ya kumtegemea Mungu na kukataa kumsujudia sanamu. Hapo pia wakatupwa katika shimo la moto, lakini kwa sababu Mungu naye mwaminifu, akawa mwaminifu kwao, hakuwaacha wakaweza kuangamizwa na ule moto, japokuwa walikingwa na moto. Na Biblia inatuambia kwamba walipoondolewa pale ndani ya moto ule, hata harufu ya moshi haikuwa kwao, kumaanisha kwamba kulikuwa na nguvu za Mungu ndani mwao. Yuko mtu kama Danieli ambaye pia katika Biblia inatuambia kwamba alitupwa katika shimo la simba, lakini badala ya simba kumkula, simba wakawafanyika marafiki zake. Yupo mtu kama Ruth alipoacha nchi yao akafuatana na Naomi kuelekea nchi nyingine ya ugenini, hakujali, kwani alijua kwamba Mungu anayemwomba Naomi ndio huyo Mungu. Ruth akasema kwamba atamtegemea. Basi watu hawa wanatupatia msukumo wa kusema ya kwamba kwa hakika anayemtegemea Mwenyezi Mungu atapata majibu yake, kwa sababu Mungu naye wakati atakuwa na mwanadamu huyo anamhitaji Mungu, Mungu hatamwacha, bali Mungu atampigania hali zake. Alafu pia kuna jambo moja watu wa Mungu nataka tujifundishe katika matukio ya Yesu, pia itatusaidia kuelewa ni jinsi gani tunastahili kuishi chini ya jua, wakati pia Mwenyezi Mungu ametuachia tukapata uongozi ama tukapokea mali ya hii dunia. Tunastahili tuwe watu wanyenyekevu sana. Unyenyekevu utatusaidia hata tunapomuita huyu Mungu, hata tunapofunga kusudi ya kumtaka Mungu atusaidie. Ni lazima tuwe watu wanyenyekevu, kama vile Yesu alivyokuwa mnyenyekevu, akaweza kujishusha kutoka mbinguni kuja kukaa kama mtu wa kawaida duniani, akazaliwa na Bikira Maria, na tukapata Yesu akawa msaidizi wetu, na katika kuwa hali yake ile ya unyenyekevu mpaka kwa msalaba alibakia kuwa mnyenyekevu, kwa sababu tuna uhakika kwamba Mungu angetaka kumtetea Yesu, kumtumia malaika, jambo hili lingefanyika kwa haraka sana, lakini ilibaki kuwa yale maandiko yaliyoandikwa katika vitabu vya unabii yaweze kutimia. Basi Yesu alisalia kwa mnyenyekevu mpaka pale mwisho akasulubiwa, na siku ya tatu akaweza kufufuka na baadaye akapaa mbinguni. Basi tuelewe ya kwamba unyenyekevu utatusaidia sisi kwa watu wenye kumuita Mungu na Mungu atusikie. Vile vile tuelewe ya kwamba kiburi ni alama ya kishetani, kwa sababu tunaelewa wakati shetani alikuwa mbinguni, kitu kilichofanya wakakosana na Mungu ni kiburi, kwa kukataa kutii, na hapo ndipo akatupwa duniani. Na leo hii yuko hapa duniani. Biblia ikatuagiza, ikatuambia kwamba mshtaki wetu ametupwa duniani. Kwa hivyo inastahili tuwe makini sana katika hila zake na njia zake za kutuchanganya na kutupoteza. Hatutakubali kupotezwa na hila zake, kwa sababu tunamtegemea Mungu na Mungu naye atatupatia usaidizi. Watu wa Mungu, nataka tuelewe hivi ya kwamba
Biblia inatuambia katika kitabu cha Zaburi 91 tunaposoma, tunaona kwamba Mungu anatuagiza ya kwamba tukiishi ndani mwake kuna vitu vingi sana atatukinga navyo usiku na mchana, tutakuwa katika ulinzi wake. Unakuta kwamba pia kuna vitu ambao watu hupenda kufanya, kulalamika. Na wana Israeli tukiangalia sana kitu ambacho kilifanya wakakosana na Mungu, ni kwa sababu walikuwa wanasahau yale mema ambayo Mungu ameyafanya huko nyuma. Kama sasa hizi tunashukuru Mungu katika umri ambao uko nao, ni kwa ulinzi wa Mungu, na kama si Mungu tungesema kwamba labda ungekuwa sahihi haupo, ama ungekuwa umeangamia na ile ajali ambayo wengine wamepata ajali, wengine walikuwa wamepata maradhi ya virusi, wengine wako hospitali wanatumia hizi vitu vya kuongeza punzi kwa mwili, ama vya kufanya mtu apumue vizuri, kwa sababu hizi ni hali ambazo sijasema kwamba hatuwezi kupatana nazo, lakini kwani tuko na ubora gani kushinda wale watu? Ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Basi katika ukiwa hali nzuri hiyo, hali sawa hiyo, mtegemee huyu Mungu. Acha njia zako ziwe sawa, wacha njia zako ziwe salama, wacha njia zako ziwe za kumtukuza Yesu, wacha njia zako ziwe za kuishi kumtegemea Mungu siku zote. Usiache kumtegemea Mungu, usiache kumuita Kristo, usiache kuwa shahidi wa Mungu. Tukiangalia sana matukio ambayo dunia inapata, wengi wataongea mambo ya kutishana, mambo ya kukutisha, mambo ya kusema kwamba we mkimbilie Mungu. Mungu hakukuja kutishia wanadamu. Mungu alikuja kuleta amani, kufanya mwanadamu akombolewe. Yesu hakuja kuiangamiza dunia. Yesu alikuja kuikomboa dunia kutoka kwa mkono wa ule mwangamizaji. Kwa hivyo himizo la kuja kwa Yesu ni kupata ukombozi, na kukingwa na ila za ule mwovu na mipango ya ule shetani katika maisha ya mwanadamu wa Mungu. So imependeza sana sasa hii tumepata njia nyingi za kufikia wanadamu, na anajua kwamba kila mwanadamu anayopata ujumbe wa Mungu kote pale, Mungu ana makusudi na maisha yake. Mungu anataka ule mwanadamu abadilike na aache njia zake zilizo mbaya, aokoke na aweze kupokea ufalme wa mbinguni wakati ujio wa Kristo wa pili unapokaribia. Basi mbaki na amani ya Bwana, muweze kulindwa katika hali zote mlizonazo, na Mungu awaponye walio wagonjwa, na Mungu awatie nguvu walio katika mitihani wanaolia. Na pia ninaomba hivi, ndoa zipate kulindwa, ndoa zetu zipate kuwa na ulinzi wa Mungu. Tumkaribishe Mungu katika ndoa zetu, tumuite Mungu atulindie hizi ndoa, kwa sababu kuna changamoto nyingi katika ndoa. Watu wengi ukiangalia nchi zile zingine, watu familia zinaachana, matukio ya siri katika ndoa zinazidi kuwa nyingi, lakini tumuite Mungu atatusaidia katika hali zote. Basi barikiwe, mtiwe nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Baki na ulinzi wake masaa haya na miezi iliyosalia. Amen.